Tunashukuru watumishi wa Mungu wote kwa hapa, watu wa Mungu wote kwa hapa. Tumebariki sana mjina la Yesu Kristo. Mungu endelee tena kuinuka. Nafasha vitu vikubwa. Mimi namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Juu naona kuimbaji wote kunatembelea tena mwili tena nilikuwa nasemezea leo. Nashukuru Mungu ashasema bila zamani. Sasa mimi nafanya nipitie moto. Ndio tunasemezea juu ya retour ya Jésus Christ. La seconde venue de Jésus Christ. Kuja kwa Yesu Kristo. Ujue taili tuko hapo, ujue sasa Yesu atarudia. Mimi unapenda niambia hii mambo tunakumbushana kwamba tujue asema Yesu eko anakuja. Unaisha kushikia basha sema sana. Acha tusome mkitabu kimoja mu Matthieu 24 verset 6 à 7. Matthieu 24 6 à 7. Kupime telemuka kidogo. Ninasoma Mathayo 24 sisi kushuka kidogo. Ninasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nanyi mutasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. 8. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate ziki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Amen. Amen. Tunasemezea juu ya Matthieu 24 verset 6 fika 7. Asema mtashikia beko nasema mtashikia habari ya vita. Tutashikia kelele fashi yote dunia mzima. Tutashikia habari ya vita. Asema msijitrouble, msifadhaike. Inastahili vile vitu vyote vifanye nini vifike. Hayakuwa bado mwisho hapana. Utashikia watasema nasio na manasio itaanza kukombana. Makabila na makabila wataanza kupigana. Maroyome na maroyome itaanza kupigana. Njala itapita itadumu dunia yote mzima. Asema tremblement itakuwa yako. Asema lakini msifadhaike hayakuwa bado mwisho. Tunasema njoo ya retour ya Jésus Christ. Ili malama inaanza kutonesha kurudi kwa Yesu Kristo. Inastahili sharti hivi vitu vifike. Juu ituambia kwamba sema bia kweli huyu mwana wa Mungu Yesu Kristo eko narudia. Ima fenomeni yote tunashikia mdunia. Ujue ya kwamba ni habari ya kusema Yesu atarudia pa sasa. Asema inastahili existe ima fenomeni yote. Inapasha ima siri yote ionekane. Batu waishikie na waione. Najua ngara tunaangalia dunia mzima ili vitu iko nashikirika ndani ya dunia mzima. Asema Yesu Kristo yako na anonse kwa mtu mmoja magharibi ya leo, kwa kila siku yote tuko nasikia ya kwamba hii misemo iko naonesha sasa hivi vitu ifanyike juu Yesu atafika pa sasa. Njoo mu Mathayo 6 vile beko nasema. Mu Mathayo 24 verset 6 vile beko nasema.
Mtashikia huku na huku makelele. Msijitrouble, lakini mjue inastahili vifike. Shikia leo mnapenda kuambia kitu kimoja. Hii evanjili tu unashikia leo. Hii evanjili unatembea mdunia leo. Asema, iko nasikilika hata mu maeglise. Iko nasikilika hata kwa internet. Tu unashikia hata kwa radio. Tu unashikia hata kwa tu unaona hata kwa television. Ile mambo yote unajiprepare. Ni manonsi ya kusema Yesu mwana wa Mungu eko nakuja. Bipande bishuke, tunapasha kuya tunatukupreparer mwesprit ya kama Yesu atakuja. Angalia mwimbaji anatokea kutuimbia hapa leo anasema. Asema siku mingi nifanye kazi. Siku mwingi nyamwangaikie Mungu. Na ile siku akwa nyambie ondoka pa mishi kuchue. Sikani kwambia niko nakwambia siku ya leo. Hii malama tu kunaona hii problem tu unashikia. Hii problem iko natembea ndani ya dunia. Iko naonesha ni preparation ya kusema Jésus Christ eko narudia. Asema mtashikia huku na kule. Mtashikia bilio huku na kule. Asema ile siku kutakuwa kilio chini ya dunia mzima. Asema dunia hii bilio litakuwa huku na kule. Hii telefoni tulikalaka nayo. Siku moja baba anaanza kupigia mwenzako telefoni haipite tena. Unaanza kutafuta mtumishi mwenzako au mpate tena. Unaanza kutafuta nani mama yako au muone tena. Asema ile masini sharti ifanyike. Asema kudunia huko kutakuya ni kivumbi na jasho. Asema ile siku dunia yote itawaka moto. Asema dunia italungula. Shimoko itakuwa fashi yote. Itakuwa ni manonsi ya kwamba mwana wa Mungu anakuja. Shikiani kuambie, c'est pourquoi mimi na wewe leo tukue watu wa kujiprepare kila siku. Tukue tunaprepare vraiment kila siku maisha yetu. Asema trompete italia. Asema trompete italia. Asema ule wanamuita malaika mkuu atashimama arkange. Ni malaika mkubwa. Atashimama na larisha atapikisha trompete. Asema ile siku Yesu Kristo ataanza kuya. Shikani kwambie ndugu yangu baba mama uko hapa. Mtoto kwa pastor, mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa, ashikani kwambie ile siku ile itakuwa ni hatari. Tunapasha kila siku tuko na jiprepare. Una prepare maisha yako. Ndugu yangu tujiprepare. Tuambie watu verite. Batumishi tuambie watu verite ya kurudia kwa Yesu. Kanisa tuambie watu verite ya kurudia kwa Yesu. Juu Yesu atarudia. Asema shikia ile siku itakuwa ni hatari wakati trompete italia. Asema plasi yote. Asema itakuwa kivumbi na jasu. Asema au utakuwa na fashi utaweza kukimbilia. Ile siku au utakuwa na kula taenda tena. Unajua yetu tunasali kumkiesi kusta. Mimi nazotoka hapa mvili mimi naenda fashi fulani. Mais ile siku hakutaka fashi ya kukimbilia. C'est-à-dire que kutakuya ni moto ya ajabu. C'est pourquoi leo tujiprepare kila siku ya maisha yetu. Mwana wa Mungu ako narudia. Tunapaswa kujiprepare siku zote. Asema ile siku atakuja anashimama muewa. Mwana wa Mungu atashimama muewa. Shikani kwambia wakati atashimama muewa, kutakuwa tu ni patakatifu tu. Jo batanyanyuliwa. Jo batanyanyuliwa kwenda muewa. Shikani kwambia kila siku ya maisha yetu. Kama tuingaliki na mifano mibaya, maakti anifurahishe Mungu, ni wakati ya kwanza kuyatengeneza. Juu wakati kingaliko. Juu Yesu mwana wa Mungu ako nakuya. Kama tukingaliki na bintu bila nimfurahishe Mungu, tunapaswa kwanza kutengeneza maisha yetu. Juu sharti siku moja ile tupande mbinguni. Ile siku tupande kumwona Yesu Kristo. Tukakutane naye mwenyewe. Kuja kwa kwanza kwa Yesu alikuwa kwa dunia. Aliishi mwili dunia. Shikia sima kuya kwa hii asuri ya pili. Asafika tena hapa pa Ibulongo. Atashimama mule muewa. Asema atashimama mule muewa. Inikima paka basanje watamfuata muewa. Chijue ndugu yangu siku ile itakuya je. Itakuya je kwako kwangu mimi. Tunapaswa tunaangalia hii maisha yetu. Papa uko hapa mama. Niko nakwambia sasa itakuwa ni grave. Ile siku itakuwa ni mambo dunia mzima. Uko tu kwa Europe, uko tu kwa Amerika,
tukue Mwafrika mwazi. Ile siku sisi wote tutamuona kwa siku moja. Kwa saa moja tutamuona. Watu wote tutamuona kwa ile siku. Asema itakuwa ni hatari. Maana yake tuanze kujiprepare kila siku. Kama niko na tuvili hivi, kama niko na imba mbalimbali niko na tuimbia hiki, ni mambo ya kuingia mkonscience kuangalia ile siku. Asema kutakuwa kilio, kulia na kusaka meno. Asema kutakuwa ni kilio na kusaka meno ile siku. Hata ile kwa tunapenda kile siku hautaifuata tena. Moto kano nikalaga na utaipendeza, hautapanda kama tena. Juu ya nini ile siku kutakuwa ni trouble mental. Ile siku utakimbia huku, wa huko wanakimbilia huku. Huku nenda kwa huyo ingambo, wa ingambo wanakimbilia huku. Shikani kwambia itakuwa ni hatari ile siku. Asema ile siku tunaweza tunatembea wawili, shikani kwambia moja anaenda unabakia. Tunaweza tu kumgari wawili, moja ananyanyuliwa anaenda unabakia. Tunaweza tu kupakitana tushakulala, moja anamuka anaenda unabakia. Wewe ile siku utakuwa wapi? Ndugu yangu tuache kuliangalia maisha yetu. Hata watu waone waseme Yesu asakuja, lakini mimi nakwambia Yesu atakuja mpaka. Yesu atakuja kuchukua kanisa. Biblia hii kuna tuanonsega kweli. Biblia hii kuna tuambia sema Yesu atakuja mara pili. Tutakutana naye mwewa. Ni Biblia na temwanye. Haina shida tunatemwanye. Haina mapasero tunatemwanye. Lakini ni yeye tu Mungu anasema kupitia neno. Yesu ako nakuja. Asema atashuka na glory ya ajabu. Yesu atashuka na glory ya ajabu. Asema ile siku kutakuwa justification. Ile siku hata unasema nilikuwa na ubiri. Ile siku unasema niliprofetize. Ile siku utakuwa sasa nilifanya miujiza. Itakuwa yako. Yesu atashimama ni juu ya kuchukua kanisa. Acha watusomee tena. Tutasoma kitabu cha Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21. Some wa Filipi 3 samani 3 ngapi? 20 à 21. Tunasoma 20 à 21, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Amina. Amen. Asema site yetu, si watoto wa Mungu wa Kristo, site yetu haina hapa chini ya dunia. Si kwetu ni kumbinguni. Kwetu ni mbinguni. Njoo kula sema tutenda kukutana na Sauveur Jésus Christ. Atatransforme maisha yetu. Atatransforme hii mwili yetu. Itakuwa ni mwili ya utukufu. Ole kwa wale watu wayamwitika Yesu Kristo. Ole kwa ule mtu asiyemwamini Yesu Kristo. Kama unashakwaminiwa na Yesu Kristo, ulijua kwamba sema tuna watu wa pai fashi. Hatuna watu wa pai dunia. Kwetu ni mbinguni. Akati tutakutana naye, atatransforme hii mwili. Itakuwa ni mwili ya utukufu. Asema tutafanana naye. Angalau waimbaji waliimba zamani. Mimi kuna shanga mimi nasema hii wimbo wanatengeneza. Inaenda kukutana na hii mambo ya leo. Asema tutaenda kuambatana naye. Wakati tutambatana naye, asema Biblia inasiste nasema, asema retour ya Jésus Christ. Asema ni enlèvement ya kanisa. Ni enlèvement ya kanisa. Kuja kwa Yesu ni kwa enlever église. Église ni nani? Église ni mimi na wewe. Baada Yesu atakuchukua. Haina hii nyumba yeye mtayapanda. Haina nyumba tunaombea kama pana. Ni mwili. Njoo kanisa ile Mungu kunaoweza. Asema atakuibeba kuna second fois. Atapanda nayo mbinguni. Shikeni kwambie, wewe unaamini leo, mimi naamini depuis zamani na miaka na miaka. Lakini siku ya mwisho asema kutabaki kilio cha kusaka meno. Kulia na kusaka meno. Yesu atashimama mwewa. Baragumu italia. Asema ule malaika mkuu, archange, atapika trompete. Dunia mzima wote wanasema Yesu. Asema kutakuwa ni hatari ile siku. Asema kutakuwa ni hatari ile siku. Yesu yuko anarudia kutuelewa. Yesu yuko
narudia kwa kanisa. Yesu shika nikwambie, kuya kwa Yesu hapa dunia. Eko na kuya ni mambo mbili. Eko na kuya kwa wale washa kumwamini. Asema wale washa kukuruara mwa Yesu Kristo. Jua wale watu wale Yesu atenda kuwashange. Atashange mili yao itakuwa mili ya utukufu. Asema nakuya watu wapili wala nakuya. Ni watu wale walisha kufwa. Asema ile siku wale watu walisha kufuaka. Bote watafufuka. Wewe utakuwa ungali mzima. Kama utakuwa ile wakati uko mzima. Kama unaisha kuamini Yesu Kristo, ni muamini wake ukweli. Mwili wako utabadilika. Atakutransforma na kuwa na mwili ya utukufu. Na mambo ya pili, wale wote wanaisha kufuaka. Bote watalamuka. Juu ya kwenda maungu yao yote itabebewa mgloire ya Mungu, resurrection, kutakuwa ufufuko. Yesu atabafufula. Juu ya mwenye ni resurrection. Jésus Christ alienda ku resurrection. Alienda kule anafufuka. C'est-à-dire que wale watu wote washakufa. Jésus Christ wakati alikuyaka. Ni unawaambia ni siri. Yesu Kristo wakati alikuyaka. Inafalia kufende kule akawaone. Ajue tekniki kana tabanamusha tena. Alienda kuangalia tekniki ya shetani yote ya kule chini. Anajua simamite banamusha ile siku ya pili. Yesu atapata tena kuruamusha watu. Atalamusha na watu. Batalafanya mwili ya utukufu. Jua kwenda kutana na Yesu mweo. Ndugu yangu, tutengeneze kila siku. Tutengeneze maisha yetu kila siku. Tumwitike Mungu na haki na ukweli. Tumwamini Yesu kwa haki na ukweli. Jua tujue ile siku unaweza kwenda au utabakia. Ile siku itakuwa ni hatari. Tunapaswa kwenda kukutana na Yesu Kristo mweo. Batasoma 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Watela Thessaloniciens wa kwanza chapitre 4 verset 16. Chapitre 16. Chapitre 4 verset 16. Premier Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Tunasoma wa Thessalonike wa kwanza chapitre 4 verset 16, nasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu waliokwisha kulala mauti, samani. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. 17. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na yeye itakuwa pamoja na Bwana milele. Amina. Amen. Ndugu yangu, shika nikwambie mambo nikunakwambia vya kweli. Sharti ifike mpaka itafika. Yesu Kristo anakuja ni mambo mbili. Aseme kuna kuya wakati atakuya parapanda italia kwa malaika mkuu archange, atapika baragumu, atapika trumpets. Asema kana pika trumpet, asema Mungu anashuka kumbinguni hapa. Yesu anakuwa kufufula wale walisha kufuaka wote. Ujue wale wote walisha kufuaka. Hata ulikufa je? Ujue asema utafufuliwa ile siku. Asema ile siku wakati utatafufuliwa itakuwa ni Yesu sasa bavike mwili ya utukufu. Cha kwenda kukutana nabo muewa. Na Mungu abariki neno mchini Yesu Kristo. Amen.